Unajua kuwa kuna mbegu ndogo sana ambazo zinaweza kuboresha afya ya mwili wako kuanzia kwenye seli mpaka kwenye mfumo wa moyo na ubongo? Watu wengi wanapuuza mbegu za chia kwa sababu ya udogo wake, lakini kisayansi zina uwezo mkubwa wa kusaidia mwili kujilinda dhidi ya matatizo sugu yanayoendelea mwilini mwako. Kama unajali afya yako, video hii inaweza kuwa moja ya maamuzi bora utakayofanya leo. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748 294 113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Watu wengi wanakabiliwa na matatizo kama kuongezeka kwa sukari kwenye damu, kuongezeka kwa mafuta mabaya mwilini, uchovu wa mara kwa mara, kuvimbiwa, kuongezeka kwa uzito na hatari ya magonjwa ya moyo. Changamoto kubwa ni kwamba dalili hizi huanza kimya kimya kwenye kiwango cha seli bila maumivu makali mwanzoni. Lishe isiyo na nyuzi za kutosha, asidi mafuta bora na vioksidishaji huweka mwili kwenye mazingira ya uchochezi wa ndani unaoweza kuharibu tishu taratibu. Faida ya kwanza ni kuboresha afya ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mbegu za chia zina kiwango kikubwa cha nyuzi mumunyifu ambazo zinapogusana na maji hutengeneza ute unaofanana na jeli. Ute huu huchochea ukuaji wa bakteria wazuri kwenye utumbo mkubwa. Bakteria hawa huzalisha asidi fupi za mafuta kama butyrate ambazo hulinda utando wa utumbo na kupunguza uchochezi wa ndani. Hii husaidia kupunguza kuvimbiwa na kuboresha ufyonzwaji wa virutubisho. Kama unapata mwanga kwenye maelezo haya ya kisayansi, hakikisha unaendelea kutazama mpaka mwisho kwa sababu nitakueleza namna salama ya kutumia mbegu za chia na kama zinafaa kwa kila mtu. Faida ya pili ni kusaidia kudhibiti sukari kwenye damu. Nyuzi mumunyifu hupunguza kasi ya kuvunjwa kwa wanga kuwa sukari. Hii husababisha sukari kuingia kwenye damu taratibu badala ya kupanda ghafla. Kibiolojia, hali hii hulinda seli za kongosho zinazozalisha insulini na kupunguza hatari ya usugu wa insulini ambao ni chanzo kikuu cha kisukari cha aina ya pili. Faida ya tatu ni kulinda afya ya moyo. Mbegu za chia zina asidi mafuta ya omega 3, hasa alpha-linolenic acid. Asidi hii husaidia kupunguza kiwango cha mafuta mabaya kwenye damu na kupunguza mkusanyiko wa chembe sahani za damu. Hii hupunguza uwezekano wa kuziba kwa mishipa ya damu na hivyo kupunguza hatari ya matatizo ya moyo na mishipa. Faida ya nne ni kupunguza uchochezi wa mwili. Vioksidishaji viliopo kwenye mbegu za chia kama quercetin na camphorol husaidia kupambana na chembe huru. Chembe huru husababisha uharibifu wa seli unaojulikana kama msongo wa kioksidishaji. Kwa kupunguza msongo huu, mwili hulindwa dhidi ya magonjwa sugu yanayohusiana na uchochezi wa muda mrefu. Faida ya tano ni kusaidia kudhibiti uzito wa mwili. Mbegu za chia zinapovimba tumboni huongeza ujazo wa chakula bila kuongeza kalori nyingi. Hali hii huamsha vipokezi vya kushiba kwenye tumbo na ubongo. Kibiolojia, homoni za kushiba kama leptin huongezeka na kupunguza hamu ya kula kupita kiasi. Faida ya sita ni kuimarisha mifupa. Mbegu za chia zina madini kama calcium, fosforasi na magnesium. Madini haya ni muhimu katika ujenzi wa muundo wa mifupa na meno. Calcium hushiriki katika ugumu wa mifupa, huku magnesium ikisaidia kuamilisha vimeng'enya vinavyohusika na usanisi wa tishu za mifupa. Faida ya saba ni kusaidia afya la ubongo. Asidi mafuta ya omega 3 ni sehemu ya muundo wa utando wa seli za neva. Kibiolojia, husaidia kuboresha mawasiliano kati ya seli za ubongo kupitia usafirishaji wa vichocheo vya neva. Hali hii inaweza kusaidia umakini na kumbukumbu. Faida ya 8 ni kusaidia kurekebisha tishu za mwili. Mbegu za chia zina protini zenye acid amino muhimu. Acid amino hizi hutumika katika ujenzi wa protini mpya mwilini
kama vile vimeng'enya na homoni. Hii ni muhimu katika ukarabati wa misuli na tishu nyingine baada ya shughuli za kila siku. Faida ya 9 ni kusaidia usawa wa maji mwilini. Uwezo wa mbegu za chia kufyonza maji mara nyingi ya uzito wake husaidia kuhifadhi maji kwenye mfumo wa mmeng'enyo. Hali hii inaweza kusaidia mwili kuwa na akiba ya maji kwa muda mrefu zaidi, hasa kwa watu wanaofanya shughuli nyingi. Faida ya 10 ni kusaidia mfumo wa kinga. Vioksidishaji pamoja na madini kama zinki huchangia katika kuimarisha seli za kinga. Seli hizi hulinda mwili dhidi ya vimelea na kusaidia mwili kujirekebisha haraka. Kwa ufupi, mbegu za chia husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kudhibiti sukari, kulinda moyo, kupunguza uchochezi, kusaidia uzito, kuimarisha mifupa, kuboresha ubongo, kusaidia ujenzi wa tishu, kusaidia usawa wa maji na kuimarisha kinga. Hizi zote ni athari zinazotokea kwenye kiwango cha seli na mifumo ya mwili. Kwa ujumla, mbegu za chia ni salama kwa watu wengi zinapotumika kwa kiasi kinachofaa kama kijiko kimoja hadi 2 kwa siku na zikilowekwa kwenye maji au kuchanganywa kwenye chakula. Ni muhimu kunywa maji ya kutosha na kuanza kwa kiasi kidogo ili kuruhusu mfumo wa mmeng'enyo kuzoea nyuzi nyingi. Watu wenye matatizo maalum ya kiafya wanashauriwa kushauriana na mtaalamu wa afya kabla ya kuongeza kiasi kikubwa kwenye lishe. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.